Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Baada ya kumsifu Allah na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tulikuwa tumezungumza katika darsa iliyopita kuhusiana na faida nyingi faida na ubora wa suratul Fatiha. Tukapitia tuliopitia na tukasema imebaki kiporo kidogo. Katika tulioyapitia tulijifunza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alielezwa siku ya kushuka suratul Fatiha kumekuja malaika maalum, alikuwa hajawahi kushuka duniani. Akaja na akamwambia, nimekuletea habari njema, furahia kupata nuru mbili ambazo umeletewa na hajapewa nabii kabla yako, nayo ni Fatihatul Kitabi, suratul Fatiha, na nini? Khawatim suratul Baqara, zile aya za mwisho za suratul Baqara. Na katika faida kwamba kila utakachosoma katika hizo utalipwa. Tukawa tumepata faida hiyo kubwa sana, na tukaichambua suratul Fatiha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudsi amezungumza, ameigawa sehemu ya binadamu na sehemu ya kwake ndani ya surati al-Fatiha, na ikaitwa as-sab'ul mathani, aya 7 zenye kurudiwa rudiwa. Sawa sawa. Katika kiporo tulichokiacha ilikuwa tuendelee kufafanua hizo faida kwa hadithi moja iliyobaki. Kwa hiyo tukirudia kuzungumza, suratul Fatiha ndiyo sura kubwa iliyo na utukufu mkubwa, na kwamba imewekwa inarudiwa katika kila rakaa ya swala. Sawa sawa. Na faida nyingine tutakayoipata hapa tena tutaizungumza kwa upana, kwamba tunapoanza kuisoma, kwa kuwa suratul Fatiha ni Qur'an, ndivyo sivyo? Qur'ani, tena Qur'ani kubwa. Kuna maamrisho gani ya kuanza kusoma Qur'ani? Sikiliza, maamrisho yaliyopo yako katika sura hii. Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha katika suratul Nahli aya 98, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rrajim. Pindi pale utakaposoma Qur'ani, fasta'idh billahi, chukua kinga kwa Allah. Isti'adha manake iltija, kukimbilia kwa Allah. Unakimbilia kwa Allah utake kinga. Akukinge na nini? Minash shaitani rrajim, akukinge na shetani aliyewekwa mbali na rehema. Kwa ujumla Qur'ani yote unapotaka kuanza kuisoma, tumeamrishwa tuanze na a'udhu billahi minash shaitani. Utake kinga kwa Allah kwa kusema a'udhu billahi. Suratul Fatiha ni Qur'ani, tena Qur'ani kubwa. Sawa sawa. Manake tuanze na a'udhu billahi minash shaitani. Hikma gani inapatikana hapa? Hikma ni hii, miongoni mwa hikma, Qur'ani ndio ujumbe wa Allah kwetu sisi, ujumbe wa mwongozo wa maisha. Ndani yake mna mambo mengi, mna kujisogeza kwa Allah, kujua utukufu wa Allah, maisha yetu yalivyo, tunavyotakiwa tuwe.
Ibilisi akikuona unataka kufanya kazi hiyo, yeye ana mapambano na sisi. Aliyachukua mapema mapambano haya, ahadi yake. Siku aliyoambiwa msujudi Adamu akakataa, alipotangaziwa kulaaniwa tu akamwambia Allah, hayo nimeshasikia, na ombi langu. Allah akamwambia omba. Akasema, naomba unipe maisha marefu mpaka mwisho kabisa watakapofufuliwa. Aliomba apewe hivyo. Allah akamwambia utapata maisha marefu, lakini hakumuitikia vile alivyotaka yeye. Akamwambia ila yaumil waqtil maalum, mpaka wakati huo unaojulikana, lakini akampa muda mrefu wa maisha. Alikuwa anajifanya kama anamtegea Allah, kwanza apate kujibiwa umri mrefu. Sawa? Alipokwisha tangaziwa umri mrefu atapata, sasa ndio pale akatangaza mapambano. Nitawapambia hawa mimi mpaka wakome, nitapambana nao hawa mimi kila kona, mbele, nyuma, kulia, kushoto. Sawa sawa? Utakuta wengi si wenye kukushukuru. Hiyo ni vita, sio vita? Sasa vita, kama Mungu ametuletea mwongozo, na ule mwongozo ulipotolewa ukatolewa kwamba nendeni Adam, nenda zako huko duniani, huko utakujieni mwongozo wangu. Atakayefuata mwongozo hatopotea wala hatokuwa mbaya. Atakayeacha mwongozo wangu ataishi ovyo ovyo. Ibilisi ameamua mapambano, atatuachia kwenye hilo. Akawa amechukua ahadi ya mapambano. Sasa kama mwongozo ndio utakaotufaa sisi, yeye alafu auache, naye yuko kwenye mapambano. Allah akatupa tahadhari kabisa, fa idha qara'ta alqur'ana, basi pindi utakaposoma Qur'an, fasta'idh billahi, chukua kinga kwa Allah. Maanake sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, chukua kinga kwa Allah akukinge na shetani aliyewekwa mbali na rehema. Maanake sema a'udhu billahi minash shaitani. Sawa sawa, eh? Aya hiyo sikiliza mbele inavyosema, tujifunze kitu. Innahu laysa lahu sultanu, kwa hakika shetani hana mamlaka, ala alladhina amanu, kwa wale walioamini. Kama vile hana power, hana uwezo, hana mamlaka kabisa. Ala alladhina amanu, kwa watu walioamini. Wa ala rabbihim, na wale walioamini. Wa ala rabbihim, na wakawa juu ya Bwana wao mlezi. Yatawakkalun, wanategemeza mambo yao. Shetani hana uwezo kwao, hana mamlaka kabisa, hawezi kitu. Allah amekwambia sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ukamtegemea Allah ukasema kweli a'udhu billahi minash shaitani rajim, innahu laysa lahu sultan, shetani hana uwezo, hana mamlaka, hana power. Kwa watu gani? Walioamini. Kwa watu gani? Ala rabbihim yatawakkalun, wale ambao wanamtegemea Bwana wao mlezi, wakamwachia mambo yao, wakamfanya Allah ndio wakili wao. Ukishamtegemea Allah ukamfanya wakili wako, shetani hakuwezi, hana mamlaka. Tuko vizuri? Shika vizuri hiyo, jitambue kwenye hilo. Sikiliza kipengele cha pili. Innama sultanuhu, hakika mamlaka yake, uwezo wake na pawa yake, ala alladhina yatawallawnahu, uko juu ya wale ambao wanampa mamlaka, wanampa utawala. Kumbe utawala huwa unampa mwenyewe mtu. Ala alladhina yatawallawnahu, kwenye wale ambao wao wamemfanya wali, msimamizi wa mambo yao. Walladhina hum bihi yushrikun, na wale ambao yushrikuna Allah bihi, wanamshirikisha Allah kwa kumtumia shetani. Hao waliomfanya shetani hivyo, shetani anazo pawa kwao, ana mamlaka nao.
Imekaa vizuri hiyo? Kwa hiyo nikikuuliza, shetani anakuweza au ni wewe unampa uwezo? Ni wewe unampa uwezo. Allah anasema hana uwezo, hana uwezo kabisa kwa walioamini na wale ambao wamemfanya Allah ni wakili. Uwezo wake na mamlaka yake ni kwa wale waliompa uwalii, yatawallaunahu, wamemfanya awe msimamizi wao. Kwa hiyo anapata uwezo pale kwa sababu wamempa uwezo. Walladhina hum bihi yushrikun, na wale ambao humtumia yeye kumshirikisha Allah. Kwa hiyo shetani anakuwa na uwezo hapo. Ili napenda likae kichwani mwenu, mabinti zangu, wajukuu zangu. Shetani hana uwezo kwa muumini. Muumini shetani hamwezi. Imekaa vizuri? Yaani ukisikia watu hatuna jini letu linatusaidia, amelitaka yeye amelifanya hilo jini hilo liwe eti ndio msaada wake. Allah ameshatubainia wazi. Kuwa makini. Ndio maana ukitaka kusoma Qur'ani sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sawa? Hiyo ya kwanza imekuja katika sura hiyo. Sema hivyo. Kipengele hiki napenda sana tumzungumze huyu shetani hapa. Tulipoambiwa fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Shetani amechukua vita kwa ahadi kwa Allah ya mapambano. Akasema hivi katika sura Sad, imerekodiwa aya ya 82, la ughwiyannahum ajma'in qala fabi'izzatik. Kwa kiapo tena alisema shetani, ibilisi huyo, fabi'izzatik, na apa ya Rabbi kwa uwezo wako na nguvu zako na ushindi wako. Allah anamjua Allah kumbe vizuri, basi jeuri tu. Na apa kwa nguvu zako ya Rabbi, la ughwiyannahum ajma'in, mtawapoteza wote. Mungu anasema huna mamlaka, si ndio hivyo? Atawapoteza wote. Hayo ndio matamanio aliyokuwa nayo, kutupoteza sote, lakini akakumbuka sina mamlaka, akamalizia hivi, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ila wale waja wako ambao wametakasa ibada kwako, wakawa ni wenye wakapewa taufiki na wewe. Mukhlasin, waliochaguliwa na wewe Allah. Wanachaguliwa vipi? Bimaana akhlasu alibada lillahi fa akhlasa Allahu lahum bitawfiq, wamesafisha ibada yao kwa Allah, wamemtegemea Allah na Allah akawachagua, akawapa taufiki ya kufanya vizuri. Hao hawawezi. Kwa hiyo lengo lake, lakini alibaini kwamba mimi nataka niwapoteze wote, si ndio hivyo? Vita sio vita hiyo, hiyo vita, anataka kutupoteza wote, lakini Mungu anamwambia wewe una mamlaka wewe. Basi wale waliochaguliwa na wewe ndio hao. Basi sasa waliochaguliwa ni kina nani? Ni wale waliotaka kuchaguliwa. Waliotaka kuchaguliwa ni kina nani? Ni Allah anakuambia sema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ndio hivyo. Tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee Allah ambaye hafi, yuko kila wakati. Ukifanya hivyo umetaka kuchaguliwa na Allah, na Allah atakuchagua. Akikuchagua shetani hakuwezi. Shetani anachukia kweli akimwona mtu ni mtu anayejielekeza kwa Allah, kwa sababu anajua sasa hivi huyu atastuka, anaweza kumpiga upulizo kidogo, mara anasikia a'udhu billahi. Lakini akimkuta mtu yuko mbali na Allah, manake ameshusha bendera, yeye anapandisha ya kwake. Lugha hii inaeleweka vijana? Naeleweka? Ndio maana shetani katika vita vyake shetani aliwapenda sana watu wanaovunja ndoa. Wanaovunja ndoa anawapenda kwelikweli.
Na Ibilisi yule baba lao lile, wakati akikaa jioni kwenye arshi yake, manake anatengeneza arshi naye anajifanya kama Mungu ana arshi. Anapokaa jioni akiwaita wale aliowatuma kuingia mjini kufanya vurugu, kuja kuwauliza mmefanya nini? Akija mtu huyu, mimi sijui nimemfanya, au amechukua riba, nampuuza kama hakufanya kitu. Sio kama yeye hajafanya kitu, anaona hii mimi sijui nimemfanya, mtu amesema uongo. Uongo unatisha, lakini nampuuza kidogo. Anataka kitu pale akithibitishe mbele yao. Nimemfanya mmoja hakuingia darasani leo, anampuuza vile vile kama hajafanya kitu. Mpaka anakuja mmoja anapata wasiwasi, anasema anaona wenzake wote wanafukuzwa, anasema mimi sijafanya jambo kubwa sana. Sema. Niliwakuta wanandoa wawili wanagombana. Anamsogeza huyo, aliposikia wanandoa wanagombana, sikuwaacha mpaka wakatoa talaka. Anamkumbatia huyo, alafu anamvisha crown. Kwa nini? Anajua hawa walioachana hawa amekusha wavuruga vichwa hawa. Ndoa Mungu alizungumza ni nini? Sababu ya nini? Utulivu. Ndoa sababu ya utulivu. Baba yetu Adamu alipokuwa yuko kule, amewekwa kule janna kwenye majaribio kule, alikuwa mwanzo yuko peke yake, hana utulivu. Akamuumbia mwenza wake ili apate utulivu. Sasa kama kuna kuvunja ndoa, manake utulivu unakosekana. Shetani, Ibilisi na askari wake wote hawaipendi ndoa kweli kweli. Nimependa sana kipengele hiki tulipoambiwa fasta'idh billahi minashaitani rajim. Nimzungumze sana ili mpate picha, mjitambue. Shetani haipendi ndoa, na wafuasi wa shetani duniani katika jumla ya vita vyao ni kuwafanya watu wasahau ndoa. Nayo habariwa wa ndio lililopo hilo. Katika mambo yanayotakiwa yasahauliwe pamoja na ndoa. Kampeni zao ndoa isiwepo. Unajua kama hata ndani ya nchi watu waliokaa bila ndoa kwa kipindi fulani tu wanahukumiwa kwamba hawa tayari ni kama mke na mume, wagawane mali zao. Ndiyo sio? Ni kuhamasisha usaidizi ule. Kama ndoa vipi? Ndoa ina kanuni, ina taratibu za kimungu za kuwafanya watu wawe na utulivu. Kwa hiyo alianzisha Ibilisi falsafa ya kuwa ndoa haipige vita, kwa sababu watu watakosa utulivu, na watu wakiwa hawana ndoa wanakosa utulivu. Hilo lieleweni katika vichwa vyenu. Ndoa muitafute kwa namna nzuri tu, msiichezee ikiwa tayari imeshafika kwa yoyote miongoni mwenu. Minyana nayo sana iwepo. Na ikiwa una mume anakuwa mbali sana na masomo ya Mungu, mvute sana kwenye masomo ya Mungu, naye awe mtulivu. Na kila wakati ukiona kuna zimbwe la shetani linaingia kwenye akili, fasta'idh billah, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Sawa Ewa. Ibilisi akasema nini? La ughwiyannahum ajma'in, nitawapoteza wote tena kwa kiapo, illa ibadaka minhum, isipokuwa waja wako miongoni mwao, al-mukhlasin, wale waliokuwa wamechaguliwa na wewe kwa taufiki yako, kwa sababu walijitakasa wakakutakasia ibada na wewe ukawapa taufiki. Sawa hao hawawezi. Suratul Hijri aya 39 mpaka 42. Qala, alisema Ibilisi, Rabbi, bwana wangu. Suratul Hijri aya 39 na kuendelea. Qala, alisema Ibilisi, Rabbi, bwana wangu, bima aghwaitani, kwa kule kuniacha mi kupotea. Ati ameachwa kupotea. Aliachwa kupotea vipi? Ni hivi, aliambiwa sujudu akakataa. Bado akaulizwa kwa nini hutaki? Si ilikuwa anayo fursa ya kurudi nyuma? Kwa nini hutaki? Akasema kwa sababu mimi mkubwa kuliko yeye. Mimi nina utukufu zaidi kuliko yeye. Huyu mdogo tu anaumbwa, mimi namuona bwana.
Mimi umeniumba kwa moto, huyu umemuumba kwa udongo. Kibri, si ndio? Lakini Adam alipokosea, alipoambiwa sikukwambia kama usifanye hivyo, usimfuate, ni adui yako, uliniambia ya Rabbi, kwa nini umefanya hivyo? Akawa maskini hajui cha kusema, anaonyesha kujuta. Tubu, hajui hata toba yenyewe inasemaje. Akafundishwa na akakubali, akatubu. Umeona tofauti iliyopo eh? Ibilisi yeye alipoambiwa kwa nini hutaki, akasema mimi ni bora kuliko yeye, ana khairu minhu. Tuko pamoja? Kwa hiyo huyu kwa kusema vile na hakutaka kutubu, akaambiwa basi nenda, toka. Sasa anasema kwa kuniacha mimi kupotea. Hii ndio lugha ya shetani. Hata leo duniani wanaitumia watu. Ukimwambia mtu mbona uswali? Inshallah Mungu akipenda mimi nitaswali. Kwani Mungu hapendi wewe uswali? Sasa kama Mungu mwenyewe akitaka mimi naweza nikaswali kweli? Umeona sura hiyo eh? Ndio hii, kwa kuniacha kupotea. Wewe ukutaka kuongoka. Sasa kwa kuwa umeniacha hivi, la uzayyinanna lahum fil ardi, mimi nitawapambia hawa kizazi cha Adam chote, Adam na watoto wake, nitawapambia katika dunia. Wala ughwiyannahum ajma'in, na nitawapoteza wote. Hayo ndio matamanio yake wote, lakini kwa kuwa hana mamlaka, illa ibadaka minhumul mukhlasin, ila wale waja wako ambao wamemtakasia Allah na Allah akawatakasia na akawapa taufiki akawachagua. Wale sitowaweza, huna mamlaka. Sasa kwa kuwa ana hamu ya kutupoteza sote, qala Allah akamwambia hadha siratun alayya mustaqim, hii njia yangu, njia hii ya kuja kwangu, hii iko kwangu, nimejiwekea hii mustaqim, imenyooka. Akamwambia tena maneno hayo, inna ibadi laysa laka alayhim sultanun, hakika waja wangu huna mamlaka nao. Wewe unasema utawapoteza wote? Huna mamlaka nao. Illa man ittaba'ak, ila yule atakayekufuata mwenyewe. Ittaba'aka, basi mamlaka hauna, lakini mwenyewe ameamua kufuata. Hiyo nayo umeisikia iko wazi. Ni mtu anafuata mwenyewe, amelazimishwa ni mwenyewe. Shetani anachokifanya, alisema la uzayyinanna, nitapamba tu, nitachukua shaba niipambe ionekane kama dhahabu tu, basi akiingia mkenge ni yeye mwenyewe. Kwa nini asichunguze vizuri? Au sivyo? Watu si wanabambikwa, wanauziwa matakataka, si ndio hivyo? Ndio kazi ya shetani vile vile, kupamba tu, kupamba tu, hamna ukweli, kupamba tu. Nitawapambia biashara, waione hivi, waone kupata ni ujanja wao. Kupata ujanja wako gani bwana? Fujo tu. Nitawapambia haramu mpaka waione kama halali. So una bidhaa zako unauza, lengo ni kupata wateja, wateja hao unawabambika. Sasa watakuja tena kesho. Kijana mmoja alinikuta niko kwenye basi, nimechoka zangu, nimetoka Dar, nimeshaingia hapo stendi Ipogoro, nimepumzika tu, watu wananunua mahindi, wananunua, mimi sinunui chochote. Yeye akaniandama mimi tu, ustazi, sijakula. Ana nini? Vitunguu anauza, kashika hivi, sijakula. Basi kweli akaniandama, sijakula, mpaka nikaona huruma. Jua linazama, sijakula. Ona basi ninunue, kwa sababu hajakula. Ameweka vitatu pale juu ya kopo lile, ndio vitunguu kweli bwana. Hela ngapi bwana, bei gani? Akaniambia nitilie kwenye mfuko. Bwana aliningojea vile, mimi naangalia hela tu, chap, akamimina hicho alichomimina, papa, akafunga mfuko. Nikampa pesa bwana. Mimi sina wasiwasi wote, najua bwana alikuwa anabembeleza kweli bwana. Huyo shakwenda za kunipa tu, ameondoka mbio. Nikachukua mzigo wangu, mimi hata sina habari nao, sikufungua. Nilikuwa sina mpango wa kununua vitunguu. Nimenunua kwa
Kumuonea huruma tu vile alivyonibembeleza mno tu, sijakula. Haya, nafika nyumbani bwana, kuna vitunguu wapi? Kuna mavumbi tu, matakataka tu, maganda na vijukuu vya vitunguu vile vitatu mle ndani. Sasa hajui, lakini kama yule ameshafukuza mteja. Na mimi kama hivi nazungumza na nyinyi wangapi? Wengi Biashara si matangazo. Sasa mimi nilichofanyiwa kibaya na mimi ninawaambieni. Ndio matangazo manake. Sasa tukiona vitunguu vinauzwa kwenye madirisha na wewe usinunue. Sasa wangapi watakosa kuuza kwa mtindo ule? Yaani yule bwana alinifundisha tangu siku hiyo, mimi nikitaka vitunguu, nyanya na kwenda pale sokoni panapouzwa kwa kilo, ambia bwana nichagulie hivyo, ingiza hivyo. Sina wasiwasi, sina shida nao tena. Kwa hiyo watu wangapi wameopoteza kwa namna ile? Ndio tunajifanya wajanja, tunapambiwa na shetani hivyo. Maparachichi, soko zuri hapo Njombe, lakini vijana wanajitia ujuaji mpaka tunawakimbiza wateja. Wateja walikuwa wanawaamini baadhi ya watu, wenyewe wafanye kazi, wataingiziwa pesa kwenye akaunti zao. Wako watu waliojaribia hapo hapo, mamingizia maparachichi sio, haijafika viwango, anamfukuza mteja. Mapapai tunajaribia tu. Pamba, kuna kipindi pamba, eti pamba pia mtu anaingiza mchanga kwenye pamba na chuma anaingiza. Wewe utakimbiza watu wasiuze, wasinunue pamba tena kwetu. Unaharibu. Uza vitu sahihi. Mtu amekupa pesa yake. Shetani ndivyo alivyofanya, la uzayyinanna lahum fil ardh, nitawapambia mpaka haramu waione halali, wala ughwiyannahum ajma'in. Allah akamwambia inna ibadi laysa laka alayhim sultanu, hakika waja wangu huna mamlaka nao kabisa, illa man ittaba'aka, ila yule ambaye ameamua kufuata mwenyewe. Ndio wale waliompa mamlaka wenyewe, wamemtawalisha, wamemfanya shetani kwamba ni walii wao. Hilo tu ndio kosa. Kwa hiyo vijana, wekeni kichwani, usije ukampa pawa sana shetani ikawa ndio lugha ya mtaani. Shetani bwana, kila kitu shetani. Shetani nini? Piga teke tu shetani ende zake huko. Hawapigiki. Pigiki teke. Apigika, audhu billahi minash shaitani rajim. Ndio hivyo anavyopiga teke huko. Unamtegemea Allah. Shetani hana mamlaka kwako. Alivyojua kwanza huyu jamaa huyo. Sifikiri kwamba uwezo wake ni mkubwa mno hivi. Mlango ukiwa wazi kama hivi, ukifika nyumbani kwako ukishasema bismillah hawezi kuingia. Sasa ana power gani? Lakini kama umeingia hukusema, hata kwenye tundu ya mlango umemfunga, anaweza kuingia. Kwa hiyo ni nani anayempa nafasi? Ni wewe au yeye mwenyewe? Wewe. Ukiwa kusema bismillah atapita moto humu, kwa sababu anajigeuza hata moshi. Lakini ukisema bismillah haingii. Ukisoma Ayatul Kursi hakuwezi. Kama mchawi vile ambavyo naye hana nguvu chochote. Ukimtegemea Allah, mambo yote yanakaa sawa. Ukimsahau Allah tu, umefungua hizi nguvu zinazoitwa za giza, hizo umezifungua mwenyewe. Mekaa vizuri? Allah katika surat Al-A'raf aya 200 na 201, Al-A'raf, alituzindua namna hii: wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun, pindi pale yanzaghannaka nazghun, ukikujia wewe, minash shaitani, kutoka kwa shetani, nazghun, upulizo wake, ule wasiwasi wake ukao umekujia. Sasa umekujia upulizo wa shetani, anakusemesha maneno humo, anakujaza utambi tu. Tukana bwana, mpige, fanya hivi, mnyang'anye, mbabaishe hivyo. Shetani anababaisha bwana, anatia humu kichwani, wewe jipambe alafu utoke, usiweke hijabu wala nini. Hiyo ya kwenu hiyo, ama sivyo? Mbona mmeitikia kwa nyonge? Ni kweli si kweli? Anakuja kwako hiyo, anakwambia jipambe. Kwani hijabu ya kitu gani bwana? Uzuri huo Mungu kakuumba hivyo, alafu anakuja
unajiona kweli nitoke tu bwana, na TikTok iko bwana, unajirusha bwana. Nini? Shetani tu anakupuliza huko. We kumbuka, sema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wewe unataka uonekane hivyo ili iweje? Wewe kuone mtu mmoja tu na wale ndugu zako wale na familia yako ambao hawawezi kukuoa, wale ndio kuone urembo wako uone wao, na mtu huyu mmoja huyo ndio muonyesha urembo wote huyo. Mungu akishakuruzuku huyo wa kwako, lakini unajipamba alafu unajirusha kwa TikTok. Anakupuliza, wenzako wanafanya, lakini wakifanya ndio nini sasa? Ukikujia upulizo huo kutoka kwa shetani, fasta'idh billahi, sema a'udhu billahi innahu samiun alim, hakika Allah ni mwenye kusikia sana na anajua. Yende anajua namna ya kukukinga. Kwa hiyo ukisema pia a'udhu billahi samiil alim minash shaitani rajim, umesifu sana, umeelekea kwa Allah pamoja na sifa zake. A'udhu billahi samiil alim minash shaitani rajim, umekamilisha hapo bwana. Umechukua kinga kwa Allah na umemsifu kabisa Allah. Nachukua kinga mimi kwa Allah anayesikia na kujua. Yende anayejua mbinu zake zote shetani, na wewe umechukua kinga kwake. Atakuweza? Hakuwezi tena. Mara moja ule upulizo wote unaondoka kwenye kichwa. Lakini kama upulizo umekuja na wewe bado umeuendekeza ukaanza kujiangalia kweli kwenye kioo, utajipamba. Ukishajipamba simu unayo, tayari ushaanza kujirusha. Usifanye hivyo, unaharibu. Menipata? Allah akaendelea kusema kwenye Arafi, innal ladhina taqaw, kwa hakika wale wacha Mungu walioamua kujikinga na adhabu ya Allah. Ittaqaw bimaana akhadhu alwiqaya min adhabillah, akhadhu alwiqayata min adhabillah, wamechukua kinga ya adhabu ya Allah. Kaifa dhalik? Biittibai alawamir wa tarki nawahi, kwa kufuata maamrisho na kwa kuacha makatazo. Hawa alladhina taqaw idha massahum taifun, pindi likiwagusa wao lile zimbwe, ule upulizo ile vurugu, ule mpango wa shetani ukiwagusa tu, minash shaitani, huu mguso wa shetani ukiwajia, tadhakaru, wao humkumbuka Allah, wakakumbuka adhabu ya Allah, wakakumbuka rehma za Allah pindi wakimwacha shetani. Basi wakishamkumbuka Allah, fa idha hum mubsirun, mara tu wanakuwa wao ni wenye kuona njia ya sawa sawa. Shetani akija tu, ameleta mpulizo tu, ameleta mkwara wake, tadhakaru, wanamkumbuka Allah. Wakimkumbuka Allah tu wanasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, fa idha hum mubsirun, mara tu wanakuwa ni wenye kuiona njia ya sawa sawa. Hivi ndivyo watu wanavyotakiwa waishi. Shetani kinyume cha hivyo ni kiumbe ambaye tulikuwa hatumuoni. Ujanja wake ungekuwa ni mkubwa kwetu, lakini kuna njia ya mkato kabisa, unamfuata Allah tu, ya Rabbi nimeelekea kwako, a'udhu billahi minash shaitani rajim, umekwisha mvunja miguu. Hana ujanja. Kwa ujumbe huo bado utakuwa unaoga na shetani? Usina uoga. Kuwa na imani. Tawakkal ala alhayy alladhi la yamut, mtegemee aliye hai ambaye hafi. As-Sami' al-Alim, mwenye kusikia, aliyekwambia sema fasta'idh billahi innahu sami'un alim. Chukua kinga kwa Allah, hakika Allah ni mwenye kusikia na mwenye kujua. Tukiwa namna hii tumefanikiwa. Kwa nini nimekwenda sana kwenye hili? Mungu amesema fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitani rajim. Kumbe sio tukisoma Qur'ani tu likikujia tu pulizo la shetani, fasta'idh billah innahu samiul alim, si ndio? Ewa, Mwenyezi Mungu atujalie kuwa ni kusikia na kufuata yale mazuri. Amen. Sasa twende kwenye kumalizia ile kadhia yetu iliyokuwa tumeianza. Katika kadhia yetu ya kuzungumzia mazuri na faida na fadhila za Surat al-Fatiha, ilikuwa nimebakisha hadithi moja ya kuzungumzia hilo. Hadithi moja hii anayesimulia ni Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Nitaisoma hadithi hii moja
ambayo kuna hadithi, riwaya nyingi za hadithi hii. Nitakuwa nafasiria kwa hizo riwaya nyingine, nafasiria kwa riwaya ambayo imekuja kwa Imam Bukhari na Imam Muslim. Kwa hiyo hata kama kwenye kipengele hiki ukiona kuna maneno yamepungua, lakini iko ambayo ni ndefu ya Imam Bukhari na Muslim inafasiri haya yaliyokuwa yametokea. Abu Said al-Khudri anasema anna unasa min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, kuna watu katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam, kanu fi safarin, walikuwa katika safari, wamo safarini katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. Famarru bihayy min ahya'i al-arab, wakapita kwenye eneo katika maeneo ya Waarabu wa jangwani kule, eneo fulani, sehemu yao ya maisha. Walipopita kwenye mji wao ule, time zilizokuwa zinahitaji kupumzika, fastadhafuhum, wakaomba ugeni, yani wakaomba mapokezi kwao. Jamani, naona giza limekaribia hapa, tunaomba tuwe wageni wenu hapa. Wanaogopa kusafiri usiku, kiubinadamu kuna nafasi ambazo watu wanaweza kufanyana ubaya njiani, tupate pahali pa kupumzika kwenye mji wenu. Falam yudayifuhum, hawakuwapa ile takrima ya ugeni, wakawakataa. Hatutaki wageni sasa hizi. Hatujui ilikuwa ni wachoyo tu au ilikuwa ni kuogopa nao wageni kuwajia usiku pale, kwa sababu ilikuwa miji ya watu kupigana. Hatutaki wageni, hatutaki wageni. Basi walipofanya vile, sasa haya ninayozungumza ndio kwa mujibu wa riwaya nyingine. Walipowakataa hawa mabwana, ikabidi waondoke pale, wakaenda kukaa nje ya mji wao, wakaweka mahema yao, wakapumzika, wapitishe usiku. Walipofanya hivyo, kumetokea tukio huku kwao hawa wenye mji pale. Tukio gani? Kiongozi wao aliumwa na mdudu. Alipoumwa na mdudu, wakatumia dawa zote wanazozijua, sumu haishuki. Sawa sawa, kisa kilikuwa hivyo. Kiongozi wao ameumwa na mdudu fulani, kila walivyotumia dawa wanazozijua, ile sumu ikawa haishuki. Sasa wakashauriana, mnaonaje wale wageni waliokuja, pengine kuna mtaalamu wa tiba, hebu tuwafuate. Akatumwa mtu, panda farasi, akawafuata. Moto unawaka kule, wako pale. Wakawafikia. Walipowafikia kupiga hodi kwao, faqalu, wakasema lahum, kuambia wale masahaba wa mtume, hal fikum raq, katika nyinyi, hal fikum manake min raq, yuko mtu wa kuweza kutibu ruqya hiyo, raqin. Sawa sawa, yuko anayeweza kutibu, anayejua matibabu ruqya. Sasa wanaulizwa, kwani kuna nini? Fa inna sayyida alhayy ladighun au musabun, kiongozi wa mji wetu ameumwa na mdudu au amepatwa na maradhi. Maanake alipopatwa na maradhi tumemsaidia kila tulivyoweza, tumeshindwa. Sawa sawa, ameumwa na mdudu, tumemsaidia kila tulivyoweza kumsaidia, imeshindikana, ndio maana tumekuja kwenu. Faqala rajulun minhum, akasema mmoja katika wale masahaba, naam, yupo, ndio mtabibu. Tabibu tunaye hapa. Wote wale wakashangaa, masahaba wenzake, yule bwana alipoitikia tabibu tunaye, wakamshangaa, lakini wakaona amejasirisha, hana wasiwasi. Lakini kwa mujibu wa riwaya nyingine, sawa sawa, lakini tuliomba ugeni kwenu, nyinyi mkatukataa. Sawa sawa, mtabibu tunaye kweli hapa, lakini sisi tutaka ugeni kwenu, nyinyi mkatukataa. Sasa siwezi kwenda kufanya hiyo tiba mpaka mtupe kiasi fulani cha mbuzi. Mapatano anayatoa kabisa. Wakamwambia mtapata. Wakakubaliana naye, twende. Wakaenda
Kafuatana na watu kadhaa pale wakwenda kumwangalia mtabibu mwenzao, wakaangalia tiba kule. Faatahu, wakamwendea yule bwana, kumwendea huyu mtabibu. Faraqahu bifatihati lkitabi, akamtibu kwa suratul Fatiha. Sawa sawa. Huyu bwana akawa anamsomea suratul Fatiha. Alikuwa akimsomea namna gani? Hapa hii riwaya hii kapita haraka tu. Faraqahu bifatihati lkitab fabaraa arrajulu, yule mtu akapona. Lakini ufafanuzi ulioko kwenye riwaya ambayo ni ndefu ni kwamba yule bwana alipokwenda akawa anamsomea suratul Fatiha huku akimtemea. Kumtemea ni vipi? Kitendo cha kufanya sawa, hiki kitendo hiki. Sasa akawa anamtemea mle, anamuumwa, anasoma suratul Fatiha, anamtemea. Kila akisoma anamtemea. Umeelewa? Alipomfanyia hivyo, fabara arrajulu, akapona yule mtu. Na mtindo alioponea ilikuwa yule bwana kila ikisoma anaona kama kuna kitu fulani hivi kinatoka kabisa mwilini, anajisikia maumivu yanaondoka kabisa, mpaka akaondoka maumivu, akapona. Riwaya hii ikasema fautiya qati'an min ghanam, akapewa kile kikosi cha mbuzi na kondoo walichokuwa wamepatana. Maanake ni kwamba tulipatana nini? Walipatana ampe mbuzi, akapewa kweli wale mbuzi waliokuwa wamepatana apewe. Hii riwaya hii ikasema hivi kwa mkato, faaba an yakbalaha, ikasema akakataa kuwapokea, lakini sio ilivyokuwa imesimuliwa kwa riwaya nyingine. Sio kama alikataa kuwapokea pale. Maana yake ni kwamba alipowachukua wakafikia kutaka kugawana, yeye akasema hapana, tusigawane mpaka tukamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa sawa, tusigawane kwanza hawa mbuzi, tukamuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam kusihi kwa tukio hili. Nimependa kuisoma hii riwaya hii iliyosema hivi kwa sababu mnaweza mkaipitia hii ghafla pahali kwenye usomi wenu mkaona hii mbona kuna hivi. Iko riwaya ambayo ni ndefu imefafanua tukio zima. Mimi nimekupitia hii, usije ukachukua hii ikawa ndio moja kwa moja ukayategemea maneno yaliyoko humu. Sawa sawa Ewa. Huyu bwana sio kama alikataa kuwapokea wale wanyama. Hapana. Aliwachukua, lakini alikataa kugawana na wenzake. Akasema hivi, hata adhkura dhalika linnabii sallallahu alaihi wasallam, mpaka nimweleze Mtume kadhia hii ndio tuweze kugawana. Sawa sawa Basi kweli wakawachukua wanyama wale, wakaenda zao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa wameeleza kisa. Kile kisa walipokieleza kwa urefu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabasam, alifurahi sana kwa tukio lile lililotokea kwa masahaba hawa. Alisema maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam walipomweleza Mtume, faqala wama yudrika annaha ruqya, jambo gani lililokujulisha wewe kwamba suratul Fatiha ni ruqya ya kutibu kweli, ulijuaje? Thumma qala, kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, qad asabtum, mmepatia. Aksimu wadribu li ma'akum sahma, gawaneni mbuzi wenu na mnipigie na mimi fungu, nipe na mimi. Sawa sawa Ilikuja katika mtindo huo kwamba yule bwana alisema tusigawane mpaka tumuulize Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walipomwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam, fadhakaru lahu, wakamwelezea kisa kile. Faqala, akasema Mtume, wama yudrika annaha ruqya, jambo gani lililokujulisha kwamba ile ilikuwa ni ruqya? Qad asabtum, qala qad asabtum, thumma qala, kisha akasema qad asabtum, mumepatia ile mlivyofanya. Aksimu, gawaneni hiyo. Wadribu li ma'akum sahma, na
katia na mimi fungu katika hiyo, manake mnipe na mimi katika mgao wenu. Fadhahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Mtume akacheka, alifurahi sana kumwona sahaba amefanya kitu na Mungu amempokea na alipatia. Kwa nini kisa hiki nimekizungumza? Nimekizungumza kufaidika na suratul Fatiha, kwamba nayo ni ruqya, ni tiba. Sawa sawa. Kwa hiyo mtu kama akisoma, akijipuliza pale, akisoma kwenye maji akayanywa, akisoma kwa namna yote, akajipuliza, akajipaka, vyote hivyo ni ruqya. Sawa sawa. Usiogope, isome suratul Fatiha na uwe una tabia ya kupulizia, kutemea tu kwenye sehemu zinazokuwa zinasumbua. Ni ruqya. A'dhamu sura fil Qur'an, sura kubwa, alafu ni tiba. Sawa sawa. Kingine tulichojifunza kwenye riwaya hii ni hawa masahaba walivyokuwa wanachunga sana kutaka kujua kitu hakika. Wako vizuri sana, maanake na sisi tujifunze kwenye hilo. Sisi tayari dini imekamilika, ndivyo sivyo? Ni kuhakikisha tukimba kile tunachokifanya ndicho tuhakiki tu, tusijifanyie hivi hivi. Usijifanyie tu, fanya ukiwa na uhakika. Soma, jifunze, uliza. Kwa hiyo suratul Fatiha pamoja na yote ni tiba, mjue hilo nalo. Katika somo letu la leo nimemzungumza sana shetani na vitimbi vyake, na kwamba ni adui, lakini ni adui mchovu tu ukiwa utamtegemea Allah. Mchovu kweli tena. Usimpe kichwa hata siku moja, wala wasikutishe watu wanaodili na mashetani wakakutishia mpaka ukaogopa. Wewe ujue kwamba una silaha kubwa zaidi kushinda wao. Tuko vizuri eh? Kuwa na imani hiyo. Nilipenda somo langu liishie hapa kwenye kadhia hii tuliokuwa tumeianza wiki iliyopita. Kama kuna maswali niulize. Ikiwa watu wanasomewa sana ruqya, lakini bado changamoto mtu bado anayo. Yani hapo ndo swali langu lilikuwa. Changamoto ni nini? Kwamba umeona watu wanasomewa na pengine bado matatizo hayaondoki kwa muda mrefu. Hiyo ni hikma ya misiba katika dunia. Umesikia swali? Kwamba mbona kuna wengine anaweza akasomewa sana hajapona na shetani hana mamlaka. Hilo jibu lake ni kwamba ni sharti ujue hikma ya matatizo katika dunia. Hikma yake nini? Mungu ametuwekea kila kitu na kila kitu kina hikma yake, na majibu yanapatikana kwenye mafundisho ya Uislamu tu kwenye hilo. Kinyume cha hivyo mtu anaweza akakufuru. Sio shetani tu kwamba mtu anaweza akasumbuliwa na shetani akawa hajatoka. Hata homa pia mtu anaweza akala dawa za aina nyingi. Pia unaweza ukauliza changamoto ni nini sasa, wakati hii ni tiba. Mtu mwingine amekula dawa moja tu amepona, na shetani mwingine amesomewa suratul Fatiha tu amepona. Mwingine ikawa hajapona kwa dawa nyingi, na mwingine hajapona shetani amefanywa ruqya mara nyingi. Kwa hiyo hapo hikma ni yale matatizo duniani, hikma yake nini? Hikma yake ni jaribio la Allah tu kukupima wewe. Utakuwa katika wale wanaomwabudu Allah kwenye ukingo au utamwabudu Allah kisawasawa? Allah anasema wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin. Kuna baadhi ya watu, yuko yule ambaye anamwabudu Allah hapa ukingoni kabisa. Fa in asabahu khairun itma'anna bi, ikimjia khairi, maisha mazuri, alhamdulillah, kila kitu kiko vizuri bwana. Wa in asabathu fitnatun, ukimjia mtihani, inqalaba ala wajhihi, anapinduka kiuso, kwa sababu alikuwa yuko ukingoni. Akipata kheri hana shida, siwa hamna tatizo, lakini likija jambo la kumtatiza kidogo tu, huyo inqalaba ala wajhihi, anaanguka kiuso, khasira dunya wal akhirah, amepata hasara ya dunia na akhera. Dhalika huwa alkhusran mubin. Maana yake kama hivi tunavyoona kipindi hiki tulichonacho cha maisha, kuna watu wanaweza akajisifia yuko vizuri sana, kumbe Mungu hajampima tu.
Akimpima tu anakwenda kutafuta sijui sabuni ya upako, chumvi ya upako, maji ya upako, nini la upako, kila kitu cha upako ndio anatafuta. Wewe vipi wewe? Amejaribiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe mwanzo alikuwa amejaribiwa neema akatulia, sasa amejaribiwa mtihani. Allah anasemaje kuhusu majaribu? Suratul Baqara aya 155, wala nabluwannakum, tutakupeni mtihani, bishai'in minal khawfi, kupata jambo kidogo la kukutisha, waljui, tutakupa na mtihani wa njaa baadhi ya nyakati, wa naqsin minal amwali, kupungukiwa na mali baadhi ya nyakati, wal anfusi, na kufiwa baadhi ya nyakati, wathamarati, matunda baadhi ya nyakati. Sawa sawa, zote hizo tutakujaribuni. Wabashiri sabirin, hapa ndo mtihani unapomalizika. Wape habari njema wenye kusubiri katika hiyo mitihani. Alladhina idha asabathum musiba, wale ambao pindi ukiwapata wao msiba wote, manake tatizo likiwagusa wao tatizo, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, wao wanasema sisi ni wa Allah na kwake tutarudi. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim, hapo ndio mwisho wa mtihani. Watu waliofaulu hivyo watapata maghfiratu min rabbihim, msamaha kutoka kwa Bwana wao, wa rahma, na watapata rehma, wa ulaika humul muhtaduna, na hao ndio walioongoka, wameongoka njia sawa sawa, wamemtaka Allah washike mkono na Allah akawashika mkono sawa sawa. Kwa hiyo hayo ni majaribio ya Allah. Yule shetani anajiona kama ana power, hapana, ni Allah amemwachia kwa kipindi fulani tu ili aseme ndio uniwezi mimi, lakini kuna kipindi ni kwamba anajaribiwa huyu, Mungu ampandishe daraja. Huyu bado yeye anasema hamwezi, na huyu anasema Allah ndio anayenilinda mimi, bado anaendelea kusema hivyo hivyo tu, tawakkaltu ala Allah. Yeye amemtegemea Allah, anamwambia shetani hata ufanye nini, hata ukisema mimi nimekufa, sio wewe uliyeniua, bado anazidi kumfanyia fujo, wewe una lolote. Kwa hiyo huyu anapanda daraja, huyu anazidi kukereka. Sawa sawa, imekaa vizuri. Hata ugonjwa mwingine sio wa shetani tu, unaweza ukamchukua mtu muda mrefu. Kwa hiyo changamoto ni nini? Ni Allah anampima mja wake. Allah anataka kumuona mja wake ataabudu kwenye ukingo, atakwenda kupiga ramli sasa, au bado atamtegemea yeye? Sawa, Nimesema kwamba hivi, ukisema audhu billahi minashaitani rajim, shaitani anakuwa hana mamlaka kwa mtu huyo. Sasa mbona katika swala kabla tujaanza swala tunaanza kujikinga kwa shetani, na tukiwa ndani ya swala shetani huwa anakuja na anakuwa anakuzubaisha ili uanze kukumbuka vitu ambavyo sivyo, havitakiwi ndani ya swala. Sasa ndio kwa nini sasa, maana pale shetani unakuwa ushamfukuza na yeye anakuwa anarudi tena pale katika swala na anakuwa anakuzubaisha sasa. Aha, mmeelewa swala la ndugu yenu, kwamba shetani wewe ulishasema audhu billahi minashaitani rajim, mbona bado anakuja hata ndani ya swala? Wewe ulitaka asije? Umeshinda, yani uswali kabisa asije. Sikiliza basi, shetani kule kwenye pepo ile ya Adamu ile aliambiwa wewe toka hapa, si ndio? Ndio hivyo, amefukuzwa. Aliwezaje kumshawishi Adamu kule kule? Alikuwa na password, anamrushia message, amekimbia kweli, lakini wewe mimi nitakurushia tu message huko huko. Ukisoma ndio tatizo, wewe usisome, uendelee na shughuli yako. Yeye atafanya kazi yake na wewe fanya ya kwako. Anarusha message, akirusha wewe endelea na shughuli zako, minyana tu, angalia pale pa kusujudu, usifikirie sokoni. Ukishaangalia pale utakwenda vizuri. Anarusha nyingine, usisome. Ni mapambano mama. Alikwenda mpaka kule akawa haingii, lakini anarusha message, Adam password yake naijua. Adam, bahati mbaya Adam akaisoma. Alipoisoma tu, ndio hivyo, akarushiwa nyingine, tapo akaisoma, akarushiwa nyingine, akavurugwa kidogo. Usije ukafikiri kuna siku moja atakuwa ndio amekimbia hafanyi kitu chochote. Hakuna hilo, ni mapambano. Lakini je, anaposhawishi ndio ashinde yeye au wewe? Unatakiwa ushinde wewe. Kwa mfano,
Asije mtu akasema nimeshasema audhu billahi minashaitani rajim, lakini shetani bado amenijia mpaka ananishawishi mpaka kuzini. Hata kushawishi ndio, lakini kushinda mwisho nani? Si kuzini. Unaona kazi ndio hapo. Alafu shetani anatumia hata maajenti wake wa kibinadamu pia. Unajua maajenti wa kibinadamu, ukipita tu unaweza kusikia oya shikaji, unajifanya umepaa nikabu ugeuke, sio? Kwanza una uzuri wowote, nenda huko. Ujue shetani huyu, agent huyu, anataka umjibu tu. Ukimjibu ndio umesoma message. Wewe nenda zako tu, usisome message yake. Kwa hiyo usije ukafikiri kuna siku moja ataacha. Shetani haendi kwa waliokwisha tii. Mtu akitoka nyumbani anataka kuchukua hela, anamwambia utapitia kabisa baa, ongeza hela. Anamwambia anaongeza. Atamchukua mpaka amfikishe baa. Akimfikisha baa, shetani anaondoka. Mle baa hamna shetani mle. Mle mwenyewe tu watu. Asisingizie nimempiga shetani. Shetani mwenyewe anakaa pembeni anasema, hiyo umezua hiyo. Mimi nakaa huko. Mimi nawatafuta mkiwa nje nawatafuta niwaingize huko. Mkishaingia huko mimi sipo. Nikae hapo mpaka laana ikija niwepo tena? Sipo. Hata watu wakichukuana, yaani wakishachukuana wako nyumbani kabisa kimada, ujue pale hakuna shetani tena, ni wao. Ni wenyewe tu. Shetani anatafuta wengine huko, anataka apoteze muda kwake. Wale wenyewe tu. Unapokuwa uko kwenye swala ndio anakutaka. Unasema Qur'ani ndio anakutaka. Kwa hiyo minyana, fasta'idh billahi minash shaitani rajim, soma Qur'ani yako. Utasoma, analeta message mpaka akiona uzisomi, unaswali swala yako, ametuma message 2, akiona una habari nazo anaondoka zake. Sawa? Tatizo ukiona imekuchukua mpaka mwisho wa swala, ujue ulikuwa unazisoma. Usizisome. Message zake achana nazo. Anajua password zetu sote huyo jamaa. Samahani, nilikuwa naomba nikuuliza, umesema alisomea Suratul Fatiha mpaka sehemu ile yenye kidonda pakapona. Ulisoma mara ngapi labda? Umesema kwamba alisomewa mgonjwa, na mgonjwa akawaita kuwafuata wale wageni waliowakataa. Wakasema akasomewa Suratul Fatiha. Alisomea anatemea mate, alisomea anatemea mate. Labda alisomea mara ngapi? Mara ngapi hatukuelezwa, wala alitemea mate mara ngapi hatukuelezwa. Wewe kuwa na itikadi yako, soma utakazoziona mara ngapi utatemea, fanya wewe. Lakini amini kwamba Suratul Fatiha ni tiba. Hatukuelezwa hizo mara ngapi. Ngoja nikupeni kisa. Siku moja hapa darasa hili, ili zamani nilikuwa nikikaa nyumba hiyo. Niliwahi kukaa hapa. Sasa siku moja akanijia dada mmoja. Kaja hapo ndani akaniambia, "Shekhe, nimeagizwa mimi kutoka Arusha nikufuate wewe. Si ndio Sheikh Kombo alifunga?" Nikamwambia ndio mimi. "Nimekuja nina matatizo makubwa." "Nini mamangu?" Ananifungulia kichwa, nikamwambia, "Ngoja kwanza. Umeagizwa kutoka Arusha na nani?" Nani alikuagiza kutoka Arusha? Akanitajia majina, siyataji. Alipotaka kunifungulia kichwa, nikamwambia subiri kwanza. Nikamuita wife. "Hebu njoo." Akaja akakaa pale. Nikamwambia huyu anataka kunieleza matatizo yake, lakini naona kama anataka kufungua kichwa. "Hebu kwa nini unataka kunifunulia kichwa?" "Nikuonyeshe mishono niliyoshonwa kichwani." Akasema, "Haya, nimekuwa daktari sasa nataka kuona." Akanionyesha amepasuliwa kweli kichwani. Tangu nimepasuliwa mimi matibabu hayo, mimi sijapata usingizi. Yaani silali. Nahangaika kweli, nina usingizi hapa, nimestore usingizi sijui siku ngapi, nahangaika, nimekuwa kama mwenda wazimu. Sasa nini wakati wewe umeshatoka hospitali? Akasema, "Mimi nahisi nasumbuliwa sasa na shetani kwa sababu ninaona mambo mengi." Mimi sio mtu wa ruqya. Sijui kwa nini kuna mtu kamwambia nenda kwa Sheikh Kombo. Nikasema labda Mungu amemuongoza kwangu. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya mapumziko, ni Alhamisi hapa, hakuna wanafunzi. Ilikuwa ni siku zile za wanafunzi. Nikamwambia uje siku ya Alhamisi. Basi nikamwagiza tena, ukije uwe umevaa vizuri, uwe na suruali umevaa na kitenge kingine, uje. Basi kweli siku hiyo akaja, siku aliyokuwa amekusudia kuja, amekuja. Nikamwambia wife tuingie na hapa darasani na wewe uwepo. Kwa sababu huwezi jua bwana.
Naweza likatokea la kutokea, huyo akavua nguo nikaonekana mimi nataka kubaka hapa bure, lakini ukiwa upo wewe hakuna mtu anaweza kusema hayo. Nataka kueleza hiyo mara unaozungumza mara ngapi. Sawa, huyu bibi alikaa hapa, nilimsomea suratul Fatiha kwa nguvu, nikawa nampuliza na nimechukua chupa ya maji napulizia, sijamaliza, haijafika mwisho, ameinuka kweli kama nileotea, anataka kuvua nguo, akamshikwa na wife hapa, shika, akamshika, akamrudishia vitenge vyake, akaanguka chini puu. Nikamwagia maji yale, kaendelea kusoma nikimpulizia, mara amekaa kitako. Suratul Fatiha mara hii moja tu siku hiyo. Sasa pale alipokuwa hajatulia hapa chini, mimi nikawa nasoma na Ayatul Kursi, lakini tayari amesharudi na mimi ananitizama, nikasoma Ayatul Kursi, akatulia, akawa amekuwa kabisa yuko macho. Nikamuuliza, unaitwa nani? Akataja jina lake. Unajisikiaje? Iko vizuri. Kunywa maji, akanywa. Sikuendelea tena, mshamaliza kazi. Akakaa mzima, kaondoka, tukaingia ndani hapo. Unajisikia vipi? Najisikia na nafuu kubwa. Unaweza mwenyewe ukaenda zako nyumbani? Naweza. Akaondoka akaenda zake nyumbani. Kumbe tangu siku aliyokwenda nyumbani alilala masaa sijui mangapi, kama ni masaa 24 au zaidi, mpaka watu wanafanya kumwamsha ale chakula. Akimaliza kula analala tena, akimaliza analipa usingizi wa watu. Basi alilala mpaka alipokinai kabisa. Baada ya wiki akaja kunitembelea. Kweli baada ya wiki mtu amekuja yuko vizuri, sio kama alivyokuwa mwanzo. Ana uchangamfu mwilini, unamuona kabisa. Amepona mpaka leo. Wanabahatika kunipigia simu mara moja, lakini mtihani ule ulikwisha kwa kumsomea Fatiha mara hii moja. Wewe tawakkal kwa Allah, soma Fatiha. Hilo tukio lilitokea hapa madrasa hii. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Soma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Walhamdulillah.